Kwa hiyo kosa kubwa na sababu ya kutolewa antu'minu billahi rabbikum, ni kumwamini kwenu nyinyi Allah mola wenu, yani min ajli annakum amantum billahi alwahid alahad. Kosa lenu kubwa lililopelekea mutimuliwe kwenye mji wenu ni kwamba nyinyi mulimuamini Allah mmoja peke yake. Ka kaulihi ta'ala, ni kama kauli yake Allah aliposema kwenye aya nyingine, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizi al-hamid. Watu wa Ukhdud yao hawakukosewa kosa lolote na wale watu ambao wameamua kuwachoma moto wakiwa hai. Tizama sasa, watu wanaangamizwa kwa kutiwa motoni wakiwa hai na roho zao, yani wafe kwa kuungua kwa ule moto. Watu kama hawa waumini, imani yao ndo imewaponza, watakuwaje na mapenzi na watu ambao kwao ni maadui? Sasa pametengenezwa mkakati wa kwenda kuikomesha ile bezi ya ukafiri, sosi ya uadui, tutengeneze amani. Huyu anayetengenezewa amani yake na familia yake anavujisha siri kwa maadui, lakini mwenyewe ana nia njema. Sema lakini pamoja na yote kule kuna ndugu zetu wengine wana amana za baadhi ya ndugu zetu, wengine wana hivi na hivi. Hajui hatari ya kitendo anachokifanya. Kwa hiyo Allah alichokataza hapa, muumini asifanye urafiki na mtu kafiri kiasi hicho. Na sababu ya kuwakataza, anasema in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtighaa mardati. Kosa kama hili msilirudie tena, na yoyote mwenye tabia mawazo kama haya aachane nayo. In kuntum kharajtum jihada, ikiwa nyinyi mko hapa Madina, mmetoka kwenu Maka kwa lengo la kufanya juhudi ya dini, fi sabili, kuipigania dini yangu, wabtighaa mardati, na kama mmetoka Maka mkahamia Madina kwa kutafuta radhi zangu, kuweni waangalifu kosa kama hili lisije likajirudia tena. Shartu hadhfin, sharti ya maneno ambayo hayakuwekwa kimaandishi. Jawabu ya hiyo sharti, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtighaa mardati. Ikiwa mmetoka wahamiaji kutoka Maka kuja Madina kwa lengo la jihadi ya kuipigania dini yangu ijikite kwenye maisha ya watu, dini iwemo, iingie kwenye maisha ya watu, watu waishi kidini, wabtighaa liridwanihi, na kutafuta radhi zake Allah, kama ndo makusudio yenu, chungeni makosa kama haya msifanye. Kaza moyo, fumba macho wakati mwingine, hata kama huyu ni ndugu yangu kwa kuzaliwa, lakini kwenye dini si ndugu yako, kwenye dini ni adui yako. Sasa wewe usiwe na mapenzi naye kihivyo mpaka upande wa dini ukauharibu, ukachangia uharibike. Fala tatakhidhu aduwi wa aduwakum awliya in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtighaa mardati. Ikiwa ni kweli mmetoka Maka kuja huku kwa lengo la jihadi na kutafuta radhi zangu, fala tatakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, ndo maana yake. Msiwafanye hawa maadui zangu na ambao pia ni maadui zenu, msiwafanye wapenzi, msiwe na mapenzi nao. Qala al-Ulusi, mwanachuoni mwingine Ulusi, katika tafsiri yake kwenye aya hii kasema, wajawabu sharti, jawabu ya sharti, yani kumezungumzwa kitu kikawekewa sharti, jawabu ya sharti haipo kimaandishi, lakini anasema jawabu ya sharti mahdhufun, kimaandishi haikuwekwa. Lakini pamoja na kwamba haikuandikwa, dalla alayhi ma taqaddama kaannahu qila, inaonyesha dalili ya hiyo jawabu sharti ambayo imeondoshwa maneno yaliyotangulia, kama kwamba pamesemwa
la tattakhidhu a'dai, musiwafanye marafiki maadui zangu, in kuntum awliyai, kama nyinyi mnanipenda mimi. Ndio hiyo maana yake kwa ufupi. Ikiwa nyinyi kweli mko upande wangu, musiwafanye maadui zangu marafiki. Kama na nyinyi mtaachana na mimi upande wangu, wafanyeni wale marafiki nyote muwe maadui zangu. Lakini kama nyinyi mko upande wangu, mnafuata utaratibu wangu, msiwafanye maadui zangu kuwa ni marafiki. Hata kama ni baba yako mzazi, hata kama ni mwanao ulomzaa, hata kama ni ndugu yako baba mmoja mama mmoja, hata awe mke au mume wako au ndugu yako wa karibu kwenye nasabu, usimfanye rafiki ikiwa yeye ni adui wa Allah na wewe unajipendekeza kwa Allah. Chagua kumoja tu, kama ilivyozungumzwa kwenye aya ya mwisho ya suratul Mujadila, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Huwezi kuwakuta watu wanaomuamini Allah na wakaamini kuwa kuna siku ya kiyama, yuaduna man hada Allah wa rasulahu, wakawa na mapenzi na watu wanaopingana na Allah na mtume wake. Hukuti muumini wa aina hiyo. Walau kanu abaahum au abnaahum, hata kama watakuwa ni baba zao waliowazaa au watoto wao wenyewe waliozaa, au ikhwanahum au ashiratahum, au hata kama watakuwa ni ndugu zao wa kuzaliwa pamoja au jamaa wa karibu kwenye familia. Huwezi kumkuta muumini wa kweli ana mapenzi na adui wa Allah. Hakuna hicho kitu. Ule udugu wenu unafutika ikiwa pana uhasama au uadui kwenye masala ya kiimani. Kafiri anabaki na ukafiri wake, na wewe ukijinasibisha na imani ubaki upande wa imani tu. Mafungamano yenu yamekatika. Aya inaendelea kusema, tusiruna ilaihim bil mawadda, munafanya mahusiano ya siri ya mapenzi baina yenu na makafiri. Tusiruna, siri ni jambo ambalo utakuwa unajitahidi kuchukua tahadhari waumini wenzio wasikujue, kama una maelewano mazuri na ndugu zako ambao ni makafiri. Una mapenzi makubwa, huwezi kuwakosa ndugu zako. Kwa hiyo wanayapanga ya kupwa na kujaa ya kuwadhuru waumini wenzio, lakini wewe inaonyesha kwa mapenzi yako kwa wale, hata hawa waumini wenzio utawaficha shari zilizopangwa kule, kwa sababu wamezipanga jamaa zako. Kwa hiyo unaleta balaa. Watu wa mjini wanasema unatengeneza doka unalileta huku uliko, kwa kuwalinda wale maadui wanaoleta maafa upande huu. Inawezekana utawaambia tu, haya kama mnakuja kushambulieni sawa, lakini mie nyumba yangu namba fulani, naomba mnilinde, naomba hii siri isivuje. Unaomba kwa adui ukingwe wewe, lakini ushawaruhusu waingie kwa ndugu zako katika imani. Tusiruna ilaihim bil mawadda, munaweka maelewano na mahusiano ya siri ya kimapenzi, mnapendana sana kwa siri. Wa ana a'lamu, na mimi Mola wenu hali ya kuwa ninajua. Wenyewe mnafanya siri mahusiano na mapenzi yenu. Wa ana a'lamu, na mimi ninajua. Bima akhfaitum wa ma a'lantum, najua kila kitu kinachojiri miongoni mwenu, yale mnayoyaficha na yaelewa, na mnayoyadhihirisha. Siri zenu nazijua na dhahiri zenu najua. Mnanifichaje? Mnafanya siri mapenzi yenu na mahusiano na makafiri, hali ya kuwa mimi hamwezi kunidanganya. Ana a'lamu bima akhfaitum, mimi ninayajua yale mnayoyafanya ni siri zenu mnayoyaficha. Wama a'lantum, na ninayajua yale mnayoyafanya dhahiri. Sasa mnanidanganya vipi? Huwezi kumdanganya aliyeumba. Unaweza ukawadanganya viumbe wenzio, ndo kama hivi. Kama mtume hakujulishwa na anayejua siri, lile jambo ndo lingevuja na maafa yake yangekuwa makubwa. Lakini anayejua siri kalidiriki mapema, likawahi kuzimwa jaribio ambalo lingeleta maafa makubwa kwa Waislamu. Wangedhurika waliokuwemo na wasiokuwemo, kwa sababu mji ukivamiwa, wavamizi hawachagui wakapiga askari tu. Watasema huu wachinja mpaka watoto wao, maana hao watakuwa ndo makhabithi wa kesho.
watatusumbua baadaye. Adui kishakuwa adui, hana huruma wala hazingatii mipaka, kama tulivyosoma katika suratu Tauba, la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma. Wanapowashambulia waumini makafiri, hawaangalii undugu wala hawaangalii zile haki za uraia, kwamba huyu ni raia mwenzetu, mtu wa nchi yetu. Hawaangalii hivyo. Wewe unampenda mtu kama huyu asiye mipaka. Tusiruna ilaihim, munatengeneza siri, bin nasiha, kwa kuwapa nasaha. Mnapeleka vimemo, barua, kweni waangalifu jamani, mtavamiwa, naogopea msije mkapatwa na madhara. Mnafanya siri kupeleka nasaha kwa maadui, jambo ambalo lilikuwa limefichwa, wasije wakalijua, washtukiziwe tu. Wa ana alalimu, mnafanya siri hali ya kuwa mimi Mola wenu ninajua. Bisariratikum wa alaniyatikum, najua siri zenu na ninajua dhahiri zenu. Sasa cha siri kipi mtakifanya mimi nisielewe? La yakhfa alayya shay'un min ahwalikum, hakuna chochote katika mambo yanayojiri kwenu ambayo mimi kwangu yatakuwa yamejificha sijui. Walgharadu, na makusudio ya aya, walgharadu minhu, makusudio ya kauli hii ya Allah, taubikhun walitab, ni kuwazodoa wale waliofanya jambo hilo, wenyewe wakaona wamefanya siri, lakini pia ni kuwagomba mambo kama haya hayapendezi, wasirudie, wasifanye. Waman yaf'alhu minkum, onyo likatolewa mwisho wa aya, waman yaf'alhu minkum, yoyote atakayefanya kituko kama hichi miongoni mwenu waumini, faqad dalla sawaa sabil, huyo keshapotea njia ya sawa. Ni sawa sawa kusema kwamba kesha kufuru, hatohesabiwa muislamu tena, haihesabiwi mu'min, haitohesabiwa upande wa wafuasi wa mtume. Kama mlifanya kwa kutokujua, iwe ndo mwanzo na mwisho. Atakayekuja kurudia kosa hili tena miongoni mwenu, faqad dalla sawaa sabil, keshaiacha, keshaikosea, keshaipoteza njia ya sawa sawa. Waman yaf'alhu minkum, atakayekuja kufanya jambo kama hili miongoni mwenu waumini, faqad dalla sawaa sabil, ay maana yake waman yusadiqu a'da'illahi, atakayewafanya marafiki maadui wa Allah, wayafshi asrara rasul, na akafichua siri alizozipanga mtume, faqad hada an tariqi alhaqi wassawabi, kesha achana na njia ya haki ambayo ndiyo njia ya sawa sawa. Hatohesabiwa upande huu, shauri yake tena kama hatahesabiwa upande mwingine wowote. Thumma akhbara ta'ala almu'minin, halafu aya iliyofuata Allah akawajulisha waumini, biadawati alkuffari shadidati lahum, kama hamjui enyi waumini, hawa makafiri wana uadui mkubwa dhidi yenu. Nyinyi mnawachukulia poa tu, sema ndugu zetu wa damu, sie na wao damdamu, tuna undugu wa siku nyingi. Wanayokaa kwenye faragha zao kuyapanga dhidi yenu hamuyaelewi. Nyinyi mnachukulia mambo yote rahisi tu, mnategemea kwao wema tu, hamjui wanayoyapanga dhidi yenu. Kwa hiyo Allah akawajulisha, akhbara ta'ala almu'minin, Allah mtukufu amewakhabarisha waumini, biadawati alkuffari, uadui walionao makafiri, ashadidati lahum, uadui wenyewe kwa waumini ni mkubwa, wana uadui mkubwa. Almustahkama, almustahkamatu fi qulubihim, uadui mkubwa umejikita katika nyoyo zao. Yani hii ndo tabia yao, kama wamechovywa humu, hawabadiliki.
kubadilika kwake aelewe haki, awe ni Muislamu kama we. Usimtegemee kwa kheri yoyote madam kabaki kwenye ukafiri. Akiwa kafiri ni adui tu. Allah akafichua siri ambayo Waislamu hawakuwa wakielewa. In yathqafukum yakunu lakum aadaa. Nyie mnawategemea kheri hawa watu, mnawatazama vizuri, hamjui shari yao hawa watu. Sasa shari yao, in yathqafukum, wakishinda mapambano yenu haya mnayopambana nao, wakakutawalieni, wakawa wao ndo wako juu, watawala ndio waamuzi, yakunu lakum aadaa, kitakachojitokeza hapo watakuwa kwenu nyinyi ni maadui. Ndio washakuwa na authority sasa, wana maamuzi, ndo viongozi. Lakini maadamu mna itikadi wasioipenda, hawatokuangalieni vizuri. Masomo ya juu hawa msiwapasishe, washenzi si watu hao. Mambo ya uchumi siku zote mtatengenezewa mazingira ya kwamba nyewe mwe maskini tu. Hawa msiwape fursa ya wakawa na uwezo. Wakeni kwenye mazingira wasafe hivyo hivyo, njaa, mahitaji, siku zote wawe wahitaji. Hawa wasifanye jambo mkawasifu, siku zote waumbueni, wakosoeni, walaumuni tu. Wakishakuwa wao ndo waamuzi, hichi ndo watakachokufanyeni. Allah anajua.